Bwana, baada ya sakata la wekundu wa Msimbazi Simba kuzuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na baadaye wakatoa taarifa kuhusiana na wao kutokushiriki mchezo huo dhidi ya Yanga. Bwana, kwa upande wa Yanga wao wameweka taarifa ama wameposti mchezo huo kwamba upo na wako tayari kuvaa. Wekundu wa Msimbazi Simba wakitoa taarifa na wakiweka misimamo yao kwamba hawatoshiriki. Wana wenyeji wa mchezo huo Yanga wao kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wameweka posta inayozungumza kwamba mechi ni leo Kariakoo Derby na majira yale saa 1:15 pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa mara baada ya Yanga kuweza kuweka ujumbe huo, wana baadhi ya comment zimewekwa kwenye ukurasa huo na baadhi ya mashabiki, wachezaji pia wamecomment kuelekea kwenye mchezo huo, licha ya kuwa kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wao bado wameshikilia msimamo wao ule kwamba hawashiriki mchezo. Bana, Jonathan Kangalombo, mmoja kati ya wachezaji wapya wa klabu ya Yanga, yeye pia ni mmoja kati ya watu ambao wamecomment kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga, ameandika here we go wananchi. Mwingine anasema hii ndio Yanga yangu ninayojua sasa. Haji Sande Manara kupitia kwenye ukurasa wa Yanga, yeye pia amekuja akazungumza akasema sasa itakuwaje wakati nimemwona Kibu D asubuhi hii mitaa ya Kinondoni anakunywa supu ya kongoro. Hapa kaka emoji ya kucheka. Akamaliza kwa kusema watakuja kweli au ndo unyoya binduki. Ndicho ambacho amekiandika Haji Sande Manara. Mimi nasema kwa posta hii ndio hawaji kabisa. Mngeposti picha ya wachezaji wa Sabu. Amekiandika official Baba Levo, mmoja kati ya mashabiki pia wa klabu ya Yanga. Ninasema safi sana Yanga, hakuna kuogopa hapa, wale wametafuta sababu ya kukimbia tu. Mwingine anasema tarehe 8 nauliza watareta timu. Ninasema mechi ipo na Yanga hatuna kipengele, labda kipengele uje nacho wewe na wazee kwenye basi la BM kutoka Gairo. Ninasema kuna ile katuni ya Azam inasema dalili ya uoga hiyo mtani, afa kaika emoji ya kucheka. Aise, waliona mbali sana. Ninasema naikubaliana na mimi kuwa Simba ni mbumbumbu. Weka like hapo. Ninasema ha ya leo ni kali. Ninasema dabi haina kipengele kabisa, rete timu mtani. Huo ni uoga kwa nini? Ninasema cha msingi mechi pigwe waleteni hata Mboneke gang. Ninasema leo hatuji mtacheza peke yenu. Ninasema mnacheza na nani? Anauliza hivyo. Ninasema timu namba 1 kwa Uswahili. Ninasema yani hata wajifiche wapi leo sisi tunao, iwe Bunju iwe Buza, yani leo tuko nao. Alikamwe akaja akaweka yeye pia akawa ni mmoja kati ya watu ambao wamecomment, anaandika wachawi FC wamekimbia game. Ninasema hii dabi haina kipengele mkuje. Mwingine anasema sisi Simba hatuji. MC Mboneke anasema sisi Simba hatuji. Amemtagi MC Mboneke akasema ati MC Mboneke sisi Simba hatuji, manake amechukua ile kauli ya MC Mboneke hatuji. Ninasema ili mtunge mara 5 hatuji uwanjani, akiwa anamaanisha kwamba ili mtutungue mara 5. Ninasema mnacheza na mabouncer wenu leo, utopolo wa shamba. Ninasema bora mpewe goli 3 na point 3 kuliko point 3 na goli 5. Ninasema si wamegoma au tucheze mashabiki kwa mashabiki. Nauliza hivyo. Ninasema na sisi mashabiki tutimize wajibu wetu, twendeni tukaujaze uwanja, alafu ifahamike wachezaji hawajazuiwa, walizuiwa fuso la miskule nao wameona wacheze bila kuroga. Hapana kwa kweli nduki. Ninasema ni hatari. Ninasema sasa nyie mnaenda kucheza na Simba ipi? Ninasema msijisahaurishe ile mlisusaga nyie, au mnafikiri nyie ndo mnakuaga wenye haki zaidi. Leo labda mkacheze na dada zenu Yanga Queens. Nasema chezeni na mabouncer. Ninasema here we come. Nasema sisi kama Yanga tunataka tuwaone uwanjani. Ninasema mtacheza na engineer. Ninasema kwa hiyo nyie mkawatuma watu wazuie Simba kufanya mazoezi ubwela. Fikiri kabla ya kutenda, angalieni hasara mlizowapa mashabiki zenu wametoka mikoani hivi, mliwaza kuhusu hilo? Aibu sana. Ninasema wana Yanga, huu tulofanya ni ushamba, haitaki tujisifu hata kidogo. Ile timu ya watu
imechoka. Ilikuwa lazima tuifunge kulingana na quality yetu. Viongozi, kwa nini imeruhusu ushamba huu utokee? Ikiwa ni kweli ilikuwa ni haki haki yao ya kufanya mazoezi muda ule, kwa nini imeruhusu mechi ichezwe nje ya uwanja? Huu ni ushamba, na hatutokuwa tena na hamasa ya kununua tiketi kwenye mechi hizi zote mbili. Sio kwamba kuna baadhi ya viazi hatutokuja, bali wapenda mpira tunawaachia ligi yenu, na TFF chukueni hatua leo dhidi yetu na timu iliyogomea mechi, na sheria isipindishwe ili timu nyingine zige mfano. Moja kati ya ujumbe mzuri kabisa ameandika shabiki mmoja kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga. Unasema safi sana, 11 sisi wananchi tunamwagika hapo uwanjani, wasipokuja sisi tutaingia tucheze hivyo hivyo, kigua pointi 3. Mnasema endeleeni kujitekenya wenyewe, mtajeza na Simba ipi? Labda Simba wa Morogoro. Bana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya Yanga wao kuthibitisha kwamba wanakwenda kucheza na Simba na mchezo upo. Sasa hizo ni baadhi ya comment kupitia kwa mashabiki wa klabu ya Yanga, wengine wakizungumza kwamba tunakwenda uwanjani, wengine wakizungumza kwamba hatuendi, wengine wakisema kwamba inakuaje. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini pia kupitia kwenye ukurasa wa Jonathan Kangarombo, mchezaji mpya wa klabu ya Yanga, yeye pia ameweka posta hiyo ya kuonyesha kwamba leo kuna game dhidi ya Wekundu Msimbazi Simba. Alichokiandika anasema game day, 2 days is 2 days. Dear wananchi, don't worry, we are going to fight for the team and I promise all of you we are going to get 3 important points. Hicho ambacho amekiandika mchezaji wa klabu ya Yanga Jonathan Kangalombo kupitia kwenye ukurasa wa Haji Sande Manara. Yeye anasema ameweka picha ya Stefano Aziz Ki, alafu akaandika mpiga picha kutisha. Hata kama ungekuwa wewe ndio kiongozi wa Makolo usingeleta timu leo. Nyuma kumeenea na mbele kwa moto bala. Last week nilimsikia mmoja wao akiongea mahali eti mechi huenda isiwepo kwa kuwa itanyesha mvua kubwa sana Ijumaa na Jumamosi hii. Nikamuuliza ni lini umekuwa mtabiri wa hali ya hewa? Akajiuma kama chale. Majuzi wakamtuma mzee Azim achafue hali ya hewa kwa kumkataa refari la dunia Ahmed Rajiga. Yote ilikuwa ni kutafuta sababu ya kumwaga leo. Waliskuti wakaona tunaenda kukandwa kwa mara ya 5. Ila bora wasije tu, maana safari zingefika 8 au 9. Ndicho amekiandika Haji Sande Manala kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram mara baada ya Wekundu Msimbazi Simba kusema kwamba hakuna mchezo, wao hawaji. Kupitia kwenye ukurasa wa Hamed Yari, yeye ameposti taarifa ambayo Wekundu Msimbazi Simba ameitoa kwamba hawatoshiriki mchezo huo. Yeye ni moja pia kati ya wameweka taarifa hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba kwamba mchezo dhidi ya Yanga wao hawatoshiriki kutokana na taratibu kiokwa. Kupitia kwenye ukurasa wa Hari Shabani Kamwe, yeye ameweka posta ambayo inaonyesha kwamba kuna mchezo, alafu akasindikiza na maneno yanayozungumza kwamba dabi haina kipengele, tukutane kwa Mkapa. Ndicho ambacho amekiandika Hari Shabani Kamwe, msemaji wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo tunasubiri kuona pengine nini ambacho kinakwenda kuamuliwa, lakini mpaka sasa Wekundu Msimbazi Simba wao wameweka msimamo huo kwamba hawatoshiriki mchezo huo kutokana na kanuni kukeukwa. Lakini moja ya jambo ambalo limewafanya kutokushiriki ni sehemu ya wao kuzuiliwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tunasubiri kuona nini ambacho kinakwenda kutokea. Ni kweli mchezo hautokuwepo au itakuwaje? Ni moja kati ya majibu ambayo nadhani kila shabiki anasubiria kwa hamu kubwa mara baada ya Wekundu Msimbazi Simba kuweka taarifa kwamba hawatoshiriki mchezo huo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.